Basi, leo tunalizamia lile fumbo kubwa, Ufunuo sura ya 13. Na swali letu ni moja tu. Huyu mnyama mwenye pembe 10 na vichwa 7 anayetoka baharini ni nani hasa? Ni swali ambalo limewachanganya wengi sana. Kabisa, lakini vyanzo vyako vina majibu ya kushangaza na mahususi sana. Kwa hiyo, dhamira yetu hapa ni kuvichambua, kuelewa utambulisho wa hawa wanyama na kuona jinsi vinavyopanga ratiba ya matukio ya siku za mwisho. Ni kweli, na ili kuanza safari hii, labda tuweke msingi mmoja muhimu kwanza. Sawa. Katika lugha ya unabii, neno bahari, yaani halimaanishi maji halisi. Okay. Linawakilisha umati wa watu, mataifa, lugha, kwa ufupi, ulimwengu wote wa wanadamu. Kwa hiyo, mnyama anapotoka baharini, anatoka miongoni mwa mataifa. Kabisa. Anawakilisha mamlaka, ufalme au serikali inayoinuka kutoka kwenye siasa za dunia. Na huyu si mnyama wa kawaida, hata kidogo. Ni kama mkusanyiko wa nguvu zote za falme zilizopita. Sawa, hebu tumtazame huyu mnyama wa baharini kwa ukaribu sasa. Maelezo yake ni ya kipekee sana. Anafanana na chui, ana miguu ya dubu na kinywa cha simba. Yaani, hiyo ni picha ya ajabu. Vyanzo vinasema nini kuhusu hili? Na hapa hakuna bahati mbaya kabisa. Vyanzo vyako vinaunganisha maelezo haya moja kwa moja na unabii katika kitabu cha Danieli sura ya 7. Kuhusu zile falme 4 kuu. Ndiyo. Kinywa cha simba ni ishara ya ufalme wa Babeli, uliokuwa na nguvu na utawala. Miguu ya dubu inawakilisha ufalme wa Wamedi na Waajemi, imara lakini si mwepesi. Na mwili wa chui? Mwili wa chui unawakilisha ufalme wa Ugiriki chini ya Alexander the Great, mwepesi na uliotanda kwa kasi ya ajabu. Sawa, na vipi kuhusu zile pembe 10? Zile pembe 10 zinatoka kwa mnyama wa 4 wa Danieli, yule wa kutisha na mwenye nguvu, anayowakilisha dola ya Kirumi. Huyo. Kwa hiyo, kulingana na uchambuzi huu, mnyama wa Ufunuo 13 si ufalme mpya kabisa, bali ni muunganiko wa hizi falme zote 4. Ni kama dola ya Kirumi inafufuliwa na kupewa nguvu, kasi na ukatili wa Babeli, Uajemi na Ugiriki kwa pamoja. Ndiyo maana vyanzo vyako vinatumia lile jina Super Rumi. Super Rumi, au serikali ya mnyama ya dunia. Kabisa. Hilo jina linaweka picha wazi kabisa. Sio tu kurudi kwa Rumi, bali ni Rumi iliyoboreshwa. Lakini hapa sasa ndipo mambo yanapoanza kuchanganya kidogo, kwa sababu vyanzo vyako haviishii hapo. Vinamtaja pia mnyama mwekundu, kahaba wa Babeli na mnyama mwingine anayetoka nchi kavu. Kwa haraka unaweza kufikiri hawa ni wahusika 4 tofauti. Je, wanahusianaje? Hapa sasa ndipo uchambuzi unapohitaji umakini mkubwa. Kwa mujibu wa vyanzo hivi, hawa si wahusika tofauti kabisa, ni kama vipande vya fumbo moja vinavyofanya kazi pamoja. Okay. Wacha tuwapambanue. Kwanza, yule mnyama mwekundu. Huyu ndiye ile Super Rumi katika hali yake halisia. Serikali ya dunia yenye nguvu za kisiasa na kijeshi. Yeye ndiye anayetajwa kama mfalme wa 7. Sawa. Kwa hiyo mnyama mwekundu ni serikali yenyewe, ile hardware ya kisiasa. Vipi kuhusu yule kahaba wa Babeli anayekaa juu yake? Hiyo picha ina nguvu sana. Ina nguvu kwa sababu inaelezea uhusiano wao. Yule kahaba wa Babeli anatafsiriwa kama nguvu ya kidini, hasa upapa wa Kibabeli. Vyanzo vinamuita pia mwana wa uharibifu. Lakini hana jeshi. Yaani, kwa kutumia nguvu za serikali kutekeleza ajenda yake ya kidini. Anatoa maelekezo na serikali inatekeleza. Sasa naona. Kwa hiyo la msingi hapa sio kuwatambua kama wahusika tofauti tu, bali ni kuelewa jinsi nguvu ya kisiasa, yani mnyama mwekundu, na nguvu ya kidini, yule kahaba, zinavyoungana. Ndiyo, zinavyoungana na kuwa kitu kimoja kinachotawala. Huo muunganiko ndio yule mnyama hasa. Hilo linabadilisha mtazamo kabisa. Umeipata vilivyo, na huo muunganiko ndiye anaelezewa kama yule mnyama wa baharini katika Ufunuo 13. Ni serikali ya dunia
ikiwa chini ya udhibiti kamili wa yule kahaba. Na vyanzo vinauita muunganiko huu Super-upa. Na huu muunganiko ndio unaotajwa kama mfalme wa 8 anayetawala kwa muda mfupi. sawa. Picha inazidi kuwa wazi. Halafu kuna yule wa mwisho, mnyama anayetoka nchi kavu. Anaonekana tofauti, ana pembe mbili kama za mwanakondoo, lakini anazungumza kama joka. Hii ina maana gani? Hiyo ni ishara tosha ya udanganyifu. Anajionyesha kama mpole, mnyenyekevu, labda hata kama Kristo, yaani mwanakondoo. Lakini maneno yake, mawazo yake na propaganda zake zinatoka kwa Shetani, yaani joka. Vyanzo vinamtambulisha waziwazi kama nabii wa uongo. Kwa hiyo jukumu lake si kutawala. Sio kutawala kisiasa, ni kushawishi na kulazimisha. Yeye ndiye mkuu wa propaganda, anayefanya miujiza ya uongo ili kuwafanya watu wote wauabudu ule muunganiko, ule mnyama wa baharini. Na hapa kuna sehemu ambayo daima imekuwa fumbo kubwa kwangu. Hiki kisa cha yule mnyama wa baharini kuwa na vichwa 7 na kimojawapo kinapata jeraha la mauti lakini kinapona. Vyanzo vinatafsirije tukio hili ukihistoria? Vyanzo vinaziorodhesha hivi: kwanza Misri, pili Ashuru, 3 Babeli, 4 Uajemi, 5 Ugiriki, 6 ni Rumi iliyokuwepo wakati Yohana anaandika. Kabisa. Na cha 7 ni ile serikali ya mnyama ya dunia, Super Rumi, ambayo ilikuwa bado haijatokea. Sawa. Na kile kichwa kilichopata jeraha la mauti na kupona ni kipi kati ya hivyo? Kichwa hicho kinatambulishwa kama namba 6, Rumi. Rumi? Dola ya Kirumi ya kale ilisambaratika, ilipoteza nguvu zake. Kwa maneno ya unabii, ilichinjwa. Lakini unabii unasema jeraha hili la mauti litapona. Kwa hiyo dola ya Kirumi itafufuliwa. Ndiyo, au mfumo wake wa utawala utafufuliwa katika siku za mwisho na kuwa na nguvu kuliko hapo awali, kama ile Super Rumi. Kupona kwa jeraha hili ndiko kutakaoshangaza ulimwengu wote na kuwafanya watu waseme ni nani afananaye na mnyama huyu na kumfuata. Sawa. Vyanzo vinaegemea sana upande wa Rumi, lakini vimetaja pia mtazamo mwingine kuhusu Babeli. Kwa nini kuna utata hapo? Ni swali zuri sana. Utata unakuja kwa sababu Babeli pia ni ufalme uliokuwa na nguvu na ukaanguka. Na jina Babeli linatumika sana katika Ufunuo. Kweli. Hata hivyo, vyanzo unavyo vinatoa hoja mbili kuu za kuunga mkono Rumi. Kwanza, Yohana aliambiwa vichwa 5 vimekwisha kuanguka, kimoja kipo. Hicho kilichokuwepo wakati huo ni Rumi. Ndiyo, hiyo ni hoja nzito. Pili, muundo wa yule mnyama umejengwa juu ya mifupa ya yule mnyama wa 4 wa Daniel, ambaye ni Rumi. Kwa hiyo, ingawa Babeli ni muhimu kiishara, jeraha la kimwili la kifalme linaelekea zaidi kwa Rumi. Vinaenda mbali zaidi na kupanga ratiba kabisa. Hapa ndipo mambo yanapoelekea kwenye ile wiki moja ya mwisho maarufu, kipindi cha miaka 7. Tuanze na nusu ya kwanza ya kipindi hicho, ile miaka 3.5 ya kwanza. Nini hasa kinatokea? Katika nusu ya kwanza, ile miezi 42 ya kwanza, yule mnyama wa baharini, yaani ule muunganiko wa super-upa, anapewa mamlaka kamili juu ya kila kabila, lugha na taifa. Utawala wa kidunia. Utawala kamili. Katika kipindi hiki anafanya mambo makuu. Kwanza, anafungua vita dhidi ya watakatifu na kuwashinda, akiwatesa na kuwaua. Pili, anafanya mambo 3 makuu ya kukufuru. Mambo gani hayo ya kukufuru? Vyanzo vinayataja waziwazi. Kwanza, kujiita Mungu duniani. Pili, kudai kuwa na uwezo wa kusamehe dhambi za watu, jambo ambalo unajua ni la Mungu pekee. Na la tatu? Na tatu, kudai ana mamlaka ya kubadilisha nyakati na sheria za Mungu. Hiyo ni hoja nzito sana. Kubadilisha nyakati na sheria. Vyanzo vinatoa mifano gani halisi ya jinsi hilo lingeweza kuonekana? Vinatoa mifano ya kihistoria, kama vile kubadilisha siku ya ibada kutoka Sabato ya siku ya 7 kwenda siku ya kwanza ya juma. Na pia kurekebisha amri 10, kama vile kuondoa amri ya 2 inayokataza kuabudu sanamu ili kuruhusu matumizi ya sanamu katika ibada. Yaani atajaribu kuweka sheria zake juu ya sheria za Mungu. Na wakati yote haya yanaendelea,
Yule nabii wa uongo, mkuu wa propaganda, anafanya nini? Jukumu lake linafikia kilele hapa. Anafanya miujiza mikubwa mbele ya watu wote. Vyanzo vinataja hata kushusha moto kutoka mbinguni kama alivyofanya Eliya, Ili kuthibitisha uhalali wake. ili kuthibitisha uhalali wa yule mnyama wa kwanza. Kisha anatumia ushawishi huo kuanzisha mfumo wa kidikteta wa kiuchumi na kijamii. Analazimisha watu wote, wakubwa kwa wadogo, matajiri kwa maskini, kupokea chapa ya mnyama. Ile namba maarufu 666. Ndiyo, kwenye mkono wao wa kulia au kwenye paji la uso. Hii ina maana anachukua udhibiti kamili, sio tu wa ibada, bali wa maisha ya kila siku: chakula, malazi, kila kitu. Hakuna kununua wala kuuza bila chapa hiyo. Ndiyo maana ni mfumo kamili, na haishii hapo. Nabii wa uongo anatengeneza sanamu ya yule mnyama wa kwanza, na hapa ndipo jambo la ajabu zaidi linapotokea. Anaipa pumzi au uhai ile sanamu, na inaanza kuzungumza. Sanamu inayozungumza? Na hii sanamu inakuwa kitovu cha mfumo mpya wa ibada, na inatoa amri kwamba yeyote asiyeiabudu auawe. Hiki ni kipindi cha mateso makubwa. Hiyo ni nusu ya kwanza, miaka 3.5 ya utawala wa chuma. Yaani, inaonekana kama hali hii itaendelea milele. Nini kinavunja huu mfumo? Mfumo huu unavunjwa kutoka juu kwa njia ya ghafla na ya kutisha. Mara tu baada ya ile miezi 42 kuisha, mapigo 7 ya Mungu yanamiminwa duniani. Majanga halisi. Majanga halisi: vidonda, bahari kuwa damu, jua kali linalochoma watu, giza nene. Dunia inaharibiwa vibaya sana. Na katikati ya uharibifu huu wote, serikali ya dunia, yule mnyama mwekundu, anapata ufunuo wa kutisha. Ufunuo gani? Kwamba amedanganywa. Amedanganywa na nani? Na mshirika wake mkuu, yule kahaba wa Babeli. Ahadi zote za amani, usalama na utaratibu mpya wa dunia zimegeuka kuwa majanga na uharibifu. Serikali inagundua kuwa imetumwa na nguvu hii ya kidini kwa malengo yake, na matokeo yake ni maangamizi. Kumbe, kwa hiyo mshirika wake mkuu ndiye anayemgeuka. Hilo ni pigo la kisaliti. Kisaliti na kikatili. Kwa hasira isiyo na kifani, serikali ya dunia, yani yule mnyama mwekundu, na wale wafalme 10 wanaoiunga mkono, wanamgeukia yule kahaba. Wanamfanyaje? Vyanzo vinasema wanamchukia, wanamfanya kuwa mpweke na uchi, yani wanamnyang'anya utajiri na mamlaka yote, na kisha wanakula nyama yake na kumteketeza kabisa kwa moto. Ni mwisho wa kinyama Kabisa. Ushirikiano unaisha kwa mauaji. Baada ya kumwangamiza mshirika wake, serikali ya dunia inabaki peke yake. Inafanya nini sasa? Sasa imebaki serikali ya dunia ikiongozwa na hasira na kiburi, na mshauri wake mkuu, yule nabii wa uongo, wakiwa wamejawa na ghadhabu dhidi ya Mungu kwa yale mapigo. Wanakusanya majeshi yote ya ulimwengu. Wanayakusanya wapi? Katika eneo la Mashariki ya Kati linaloitwa Armageddon. Lengo lao sasa si kutawala tena, bali ni kufanya jambo lisilowezekana: kupigana vita vya mwisho dhidi ya Yesu Kristo anaporudi duniani. Na matokeo ya vita hivyo vya Armageddon Ni haraka na ya mwisho. Vyanzo vinaeleza kuwa Yesu anarudi na majeshi ya mbinguni. Hakuna mapigano ya kweli, kwa neno lake tu anawashinda. na wale viongozi wawili, Yule mnyama, yaani kiongozi wa serikali ya dunia, na yule nabii wa uongo wanakamatwa. na wao wahukumiwi kifo cha kawaida. Wanafanyaje? Wanatupwa wakiwa wangali hai moja kwa moja katika ziwa la moto linalowaka kiberiti. Na yule aliyekuwa akivuta kamba nyuma ya pazia, Sheitani, anafungwa kwa miaka 1000 na kutupwa katika shimo lisilo na mwisho. Huu ndio mwisho wa utawala wao. Sawa, tumepikia mambo mengi sana. Hebu tujaribu kuweka kila kitu mahali pake kwa mara ya mwisho, maana hizi identities zinachanganya. Tuweke muhtasari wa haraka wa kila muhusika mkuu. Sawa, tufanye hivyo. Kwanza, mnyama mwekundu. Hii ni serikali ya mwisho ya ulimwengu, ile superume, mamlaka halisi ya kisiasa na kijeshi. Sawa. Pili, kahaba wa Babeli. Hii ni nguvu ya kidini, upapa wa Kibabeli. Hana nguvu za kijeshi, bali anatumia mamlaka ya serikali. Tatu, mnyama wa baharini. Huyu si muhusika tofauti, bali ni muunganiko wa wale wawili wa kwanza. Ni serikali ya dunia ikiwa chini ya udhibiti wa upapa. Huyu ndiye anayetawala kwa miezi 42 ya kwanza,
na ndiye anaitwa mwana wa uharibifu. Kabisa. Na wa mwisho, yule mtaalamu wa propaganda, ndiye huyo mnyama wa nchi kavu. Huyu ni nabii wa uongo. Kazi yake ni kutumia miujiza ya uongo na ushawishi kulazimisha ulimwengu wote kumwabudu yule mnyama wa baharini na kupokea chapa yake. Na hapa kuna tofauti muhimu sana tuliyoiguzia. Mnyama anabadilika maana katikati ya matukio. Ndio. Kabla ya mapigo ni ule muunganiko, baada ya mapigo ni serikali peke yake. Hilo ni muhimu sana kulikumbuka. Ni muhimu sana. Neno mnyama linabadilika muktadha. Katika nusu ya kwanza ya wiki, mnyama ni Super Papa. Baada ya kahaba kuangamizwa, mnyama anayekwenda Amagedoni ni ile serikali ya dunia peke yake. Kutoelewa hili kunaweza kuleta mchanganyiko mkubwa. Huu umekuwa uchambuzi wa kina sana. Tumeona jinsi vyanzo vyako vinavyofafanua utambulisho tata wa mnyama wa ufunuo, ule uhusiano wa kutegemeana na kisha usaliti kati ya serikali ya dunia, upapa wa Kibabeli na nabii wa uongo. Na tumeona ratiba ya matukio kuanzia kupaa kwao mamlakani hadi kuangamizwajo kwao kikatili. Ni picha inayotisha, lakini iliyo wazi. Na tunakuachia wewe swali hili la kujiuliza ambalo linatokana na dokezo dogo ndani ya vyanzo vyako. Katika Biblia, mara nyingi falme za kidunia zinaonekana kuwa na watawala wa kiroho, malaika walioanguka wanaofanya kazi nyuma ya pazia. Kama wale wakuu wa Uajemi na Ugiriki kwenye kitabu cha Danieli. Hao. Hivyo je, kutupwa kwa mnyama mwekundu na nabii wa uongo wakiwa hai katika ziwa la moto kunaweza kuwakilisha sio tu hukumu kwa serikali na mifumo ya wanadamu, bali hukumu ya umwisho na ya moja kwa moja kwa zile nguvu za kiroho, wale malaika walioanguka ambao walikuwa wakitawala na kuziongoza falme hizi tangu zamani? Fikiri juu ya hilo.